رب العالمين يا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحمده حمدا ممدودا مدى، وأوحده كما وحده الأواه، محمد بن عبد الله لولا نوره ما خلق أبوه عبد الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الله، يا من أوضحت لي مناهج الهداية وأزحت عن بصري غشاوة الغوايا، ما المسرد عنها بأعلمه من الرواية، وما الريح عن الراية أقوى من الهوائية، فرب القائل جاهل ورب المنطوق صافية، فلعل السامع أدرى ولعل الواعظ أمية، ميد أني ذو حرصي بما صعبا جلاء جليا، ما من عبد اختبر في بحث لؤلؤ جبال سرنديبا، وأسند مناه إلى ربه يسبح موجد وذو موهب، فالفوز لمن رزق اللب والعقاب لمن عاند التوبة. ثم وبعد. Wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, wazee wangu, pamoja na sura zenu zinazoonesha ishara ya huzuni kubwa kwa kumpoteza kipenzi chetu, mama yetu ambaye al-ummu madrasa, in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raq. Tumempoteza mama yetu kipenzi ambaye watu walikuwa wanafanya naye miamala tofauti tofauti. Pengine hata yeye mama alikuwa ana dreams, ana ndoto za kufika mbali sana katika mambo yake, lakini mapenzi ya Allah tabaraka wa taala yamemchukua, yamemkhtar, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye tunaweza tukasema ndio mtu ambaye wa mwisho katika kuyakata majambo, lakini mwanadamu naye ana mapenzi kwa Allah katika kujitengenezea akhira yake. Mmoja alisema, everyone has got a desire, but the right desire should be dedicated to Allah. Yani kila mtu ana mapenzi, lakini mapenzi sahihi ni yale ambayo yana alaka na Allah tabaraka wa taala. Nukta muhimu ambayo nataka niizungumze ndugu zangu katika imani. Mwanadamu katika maumbile, Allah tabaraka wa taala amemuumba mfumo wake ambao mwanadamu anautumia katika maisha, anatumia mfumo mwezi. Mwanadamu katika maisha yake anavyoishi, ukirudi katika somo la jiografia, mwanadamu na yeye anatumia mfumo mwezi. Mwanadamu akizaliwa, anazaliwa katika umri mdogo, kwa mtoto mdogo mpaka anatambaa. Akifika umri, lamma balagha ma'ahu sa'ya, pale kafika rika la kusai, kwa maana kafikia hata shahwa, anabadilika kimaumbile, anakwenda mpaka anaitwa ashekhu mayadibu dabiba, mpaka anafika uzee kapinda mgongo. Anabadilika kila hatua anayofika. Akifika katika uzee, huyu hakuna tunachotarajia isipokuwa ipo siku tutatia ubani na tutasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na mwezi unaanza hivyo hivyo kama mfumo wa mwanadamu. Unaanza mwezi mwandamo, mfungo mosi, tunakwenda nao, unakomaa, unafika hata shahwa. Ukifika mwezi 29, pale tunasema mwezi ule umezeeka, tunasubiri ufe uje mwezi. Kwa maana ukikusanya mwanadamu na ukakusanya mwezi, unapata kitu kinachoitwa ayyamun majmua, masiku ambayo yamekusanywa, ambayo yanahesabika kwa mwanadamu.
Haya niliyozungumza, tunaangalia impact. Kitu gani ambacho umetoka nacho ili upate faida katika haya niliyozungumza. Fanya vitu viwili ambavyo vitakupa faida, utaondoka nayo, utakwenda kufanyia kazi. Mwanadamu ana kitu kinachoitwa akili, ambayo ni mjumuiko wa vitu vitano. Yaani ukisikia akili ni mjumuiko wa vitu vitano, wanasaikolojia wanasema. Lakini kabla ya kuvitaja hivyo vitu vitano, akili yenyewe ili ifanye kazi sawa sawa inahitajia tena vazi la vitu viwili, elimu na imani. Na ndio maana unaweza ukamkuta mtu mtaani wanasema ana akili sana yule, alikuwa darasani, alikuwa anaongoza, anashika namba 1, ni mtu wa kwanza katika masomo, lakini ukamkuta mtu huyo amevaa suti kali, ana tai, anakwenda kichakani, anachomoa dhakari yake, anakojoa mkojo huko amesimama. Wale watu wenye akili iliyokuwa sawa sawa wanasema huyu hana akili. Kwa sababu gani? Kwa sababu akili yake imekosa vazi la elimu na nini? Na imani. Elimu ya kujua kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza kitu kinachoitwa mkojo, tena makatazo makubwa, hana. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanaamini kwamba huyu ana masters, kwamba huyu ni mtu ambaye level yake tofauti na watu wengine, wanamshusha daraja wale waliompandisha. Kwa sababu gani? Imekosekana kitu kinachoitwa nini? Elimu na imani, vitu hivi ambavyo vinakuwa vazi la akili. Ukiwa na vazi la elimu na imani, ukaibesha akili yako, utaivuta hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Mwenye akili iliyokuwa sawa sawa, mwenye akili ambayo inaweza ikatoa natija iliyokuwa mzuri, ni yule ambaye ameikagua nafsi yake, ni yule ambaye ameichunguza nafsi yake, ni yule ambaye kajipekua, bali insanu ala nafsihi basira, baadaye akajiandaa kuandaa akhira yake. Nabii Allah Isa suila, aliulizwa maswali mengi sana na Mayahudi, wakamuuliza kaifa na'rifu al-aqila, tueleze Isa, vipi tutamtambua mtu ambaye ana akili iliyokuwa sawa sawa? Akawajibu, mtu ambaye ana akili iliyokuwa sawa sawa ni yule ambaye anaitambua kesho yake, akawa amewazidishia msongo wa mawazo na maswali zaidi. Hivi inawezekana mtu akaijua kesho yake? Ilmu hii ni ilmu ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Vipi mtu atajua kesho yake? Wakamuuliza tena, vipi mtu ataijua kesho yake? Akawajibu, mwenye akili ni mtu ambaye ameiandaa akhira yake. Ndugu zangu katika imani, sisi anwani iliyotukusanya tunasema tunamwombea dua mama yetu. Tuna nafasi ya kumwombea dua kwa sababu Bwana Mtume, moja ya kauli zake, aliweka kipengele cha dua. Lakini mambo haya yamekuwa yanabugudhiwa kwa sababu maiti mwenyewe inatakiwa kwanza ajiandae yeye mwenyewe, ili sisi tuje kusema athari zake baada ya kufa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Umejiandaa vipi kabla ya kufa kwako? Alafu sisi tukusanye zile hitma na dua zetu na mambo mengine tukupelekee. Idha mata ibnu adaman qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariya au ilmin yuntafa'u bi au waladun salihin yad'una. Au waladun salihin yad'una, ndio nafasi ambayo sisi inatufungasha tukuombee dua.
lakini wewe mwenyewe lazima uwe nini? Uwe kisa. Mwanadamu katika maisha yake ima atakuwa kisa, ima atakuwa hikaya. Mwanadamu akiwa hikaya, simulizi, amefeli. Mwanadamu akiwa kisa, hata Allah tabaraka wa taala alisema kumwambia nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi, tunakusimulia visa vya waliopita tukuthibitishe katika dini. Tukimtaja mama kwamba alifanya mema, kuna mwingine ambaye hajafa atachukua ibara kwamba fulani yameelezwa mema matupu. Tutaingia katika udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim fi kila tilawatain. Katika yote ninayozungumza, mwanadamu anatakiwa aiandae akhira yake yeye mwenyewe, ndugu zangu katika imani. Lakini la mwisho tumalize, ukiangalia umma huu wote, ukiangalia kule wakina mama, ukiangalia wakina baba pamoja na vijana, ndugu zangu katika imani, sisi wote kuna kitu tumekipoteza. Tumekipoteza kitu muhimu ambacho hiko kama tutashikamana nacho, Allah tabaraka wa taala anawezekana akatufanyia uwepesi katika maisha yetu, tukarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Si kitu kingine ndugu zangu katika imani, isipokuwa kile tulichokisema ni elimu na imani. Elimu na imani ni vitu muhimu sana ndugu zangu katika imani, kwa sababu kukusanya vitu viwili kwa mtu mmoja ni kitu kigumu sana. Wengi wana elimu, imani hawana. Wengine wana imani, elimu hawana. Tukusanye hivi vitu viwili. Elimu itakufanya umjue Allah tabaraka